Chama cha Mapinduzi CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Daktari Emmanuel Nchimbi kufuatia uamuzi uliofikiwa na vikao vya juu vya chama jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imechukuliwa chini ya mwenyekiti wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Denisheni hiyo imekuja muda mfupi baada ya mwanasiasa huyo kuondoka katika nafasi ya juu ya uongozi wa kitaifa. Uamuzi huo umepokelewa kwa mjadala mpana katika nyanja ya kisiasa nchini. Daktari Nchimbi amekuwa mwanasiasa aliyehudumu kwa muda mrefu ndani ya chama hicho na serikali. Uamuzi wa kumvua wanachama unaweka sura mpya katika mwelekeo wake wa kisiasa. Viongozi wa chama wanaendelea na ratiba ya ujenzi wa nyafu mpya. Hatua hiyo inabaki kuwa moja ya matukio makubwa ya kisiasa ndani ya chama hicho tawala. Uamuzi wa kumfukuza wanachama Daktari Nchimbi uliridhiwa wakati wa vikao vya kamati kuu pamoja na halmashauri kuu ya taifa ya CCM. Maafisa wa chama hicho walikutana jijini Dar es Salaam kufanya tathmini na kufikia hatua hiyo ya kinidhamu. Vikao hivyo vya juu vilihusisha viongozi mbalimbali wa kitaifa wa chama hicho tawala. Maelezo rasmi yanaonyesha kuwa hatua hiyo imefikiwa kulingana na taratibu na mifumo ya ndani ya chama. Pamoja na uamuzi huo, vikao vilivyokutana vimejadili pia masuala mengine ya uongozi. Mchakato wa kujaza nafasi zilizoachwa wazi umeanzishwa mara moja na vyombo husika. Wanachama na watendaji wa CCM wanaendelea kufuatilia matokeo ya maamuzi hayo Dar es Salaam. Uamuzi huo unaguza miundo ya juu ya uongozi na utendaji wa chama hicho. Mabadiliko haya ya kisiasa yamefanyika jijini Dar es Salaam wakati wa mfululizo wa mikutano ya vikao vya juu vya maamuzi. Vikao hivyo vimefanyika katika kipindi ambacho chama hicho kinapitia mchakato wa kupanga safu yake ya uongozi. Maamuzi hayo yamechukuliwa mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka maeneo mbalimbali nchini. Kazi ya tathmini na uamuzi imekamilika katika ukumbi wa mikutano ya chama hicho jijini humo. Muda mfupi kabla ya hatua hiyo, Daktari Emmanuel Nchimbi alikuwa amemaliza muda wake wa kuhudumu katika nafasi ya katibu mkuu. Matukio hayo yote yamejiri katika mlolongo wa kiasi ya viongozi wa CCM wiki hii. Taarifa rasmi zilizotoka jijini Dar es Salaam zimethibitisha kukamilika kwa mchakato huo wa kinidhamu. Mazingira ya uamuzi huo yanaonyesha msisitizo wa chama katika usimamizi wa nidhamu ya wanachama wake. Historia ya kisiasa ya Daktari Nchimbi unaonyesha alipata kupitia misukosuko mingine ya kinidhamu kabla ya uamuzi wa hivi sasa karibuni. Mwaka wa 2017 akiwa anahudumu kama balozi wa Tanzania nchini Brazil, alipewa adhabu ya kinidhamu na CCM. Adhabu hiyo ilitokana na msimamo wake wa kupinga hadharani uamuzi wa chama kumteua John Magufuli kuwa mgombea wa rais wa mwaka 2015. Wakati huo CCM ilimzuia kumgombea nafasi yoyote ya uongozi ndani ya chama kwa kipindi cha miaka minne. Hatua hiyo ilionyesha uwepo wa tofauti za kimtazamo kati yake na mamlaka za chama katika kipindi hicho. Hata hivyo, baada ya kumalizika adhabu hiyo, alirejea kwenye ulingo wa uongozi wa juu. Mnamo Januari mwaka wa 2024 aliteuliwa kushika nafasi ya katibu mkuu wa CCM kujaza nafasi ya Daniel Chongolo. Kabla ya kufikia nafasi ya katibu mkuu, mwanasiasa huyo alishika nyadhifa mbalimbali za kitaifa tangu miaka ya 1990 hadi mwaka wa 1998 alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa na baadaye kuwa mwenyekiti wa UVCCM. Mnamo mwaka wa 2005 alichaguliwa kuwa mbunge wa Songea mjini na baadaye kuteuliwa kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Alihudumu pia kama naibu waziri katika wizara ya kazi, ajira na vijana pamoja na wizara ya ulinzi. Baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2011
2011 alibadilishwa vyeo na kuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo. Mwaka wa 2012 aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani, nafasi aliyoisimamia hadi mwaka wa 2013 kufuatia shinikizo la operesheni Tokomeza. Baadaye alihudumu kama balozi nchini Brazil na Misri kabla ya kurejea nchini mwaka wa 2023. Hatua ya kumfukuza wanachama katibu mkuu wa zamani inaeleza mabadiliko makubwa katika mizani ya madaraka ndani ya CCM. Hatua hii inaonyesha msisitizo wa chama tawala katika kuimarisha nidhamu na mshikamano wa kiongozi yeyote bila kujali nafasi yake. Kwenda mbele, uamuzi huu unatarajiwa kuathiri mwelekeo wa kisiasa na mwanasiasa huyo anayetumikia umma ama aliyetumikia umma kwa muda wa miaka mingi. Uamuzi huu pia unatoa taswira ya jinsi vyombo vya juu vya CCM vinavyochukua hatua madhubuti katika kusimamia katiba yao. Athari za hatua hii zitapimwa katika njia ya chama kinavyojipanga upya kuelekea matukio yajayo ya kisiasa. Mabadiliko ya haya ya uongozi yanaweka msingi wa mfumo upya wa utendaji ndani ya sekretari ya chama. Songo mbiko hili la uongozi linakwenda sambamba na mchakato wa ndani ya CCM wa kumpata mrithi wa nafasi ya katibu mkuu. Halmashauri kuu ya taifa inaendelea na vikao vyake ili kuhakikisha na kukamilisha taratibu za kujaza nafasi hiyo muhimu. Wajumbe wa vikao vya juu wanaangazia majina mbalimbali ya makada wenye uzoefu wa kushika mikoba hiyo. Hatua za kumpata kiongozi mpya zinatarajiwa kutangazwa mara baada ya taratibu za kikatiba kukamilika jijini Dar es Salaam. Uwepo wa mchakato huu unahakikisha kuwa shughuli za kiutendaji za chama hazisimami kufuatia kuondoka kwa kiongozi huyo. Mabadiliko haya yanatokea huku wanachama wakisubiri kwa hamu mwelekeo mpya wa kiutendaji. Macho ya wadau wa siasa nchini sasa yameelekezwa kwenye hatua zitakazofuata kutoka kwa uongozi wa CCM na Daktari Nchimbi mwenyewe. Wanachama wanatarajia kutangazwa rasmi kwa katibu mkuu mpya atakayeongoza safu ya utendaji ya chama hicho tawala. Ratiba ya vikao vya juu ya CCM inatarajiwa itimishwa kwa kutoa taarifa kamili na maamuzi yote yatakayofikiwa Dar es Salaam. Mwelekeo wa kisiasa wa mwanasiasa huyo aliyefukuzwa unatarajia kudhihirika baada ya kukamilika kwa utaratibu za kisheria na kanuni za chama. Chama kinatarajia kuendelea na mipango yake ya kujiimarisha kote nchini kufuatia uamuzi hayo madhubuti. Kazi ya kujaza nafasi zote wazi itasimamiwa na mwenyekiti wa CCM taifa na kamati kuu.